na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii. Tabia ya ukosoaji. Mtu anayekosoa ni mtu ambaye amejiweka katika hali ya usawa kabisa, kiasi cha kuona mwenzake ndio mwenye matatizo, amejisahau yeye. Wakristo tunaweza kuwa na desturi ya aina hiyo. Mara nyingi sio rahisi mtu kujiona mkosaji. Mara nyingi binadamu wa kawaida hujiweka mahali pa juu akiona wengine wako vizuri. Tabia ya usengenyaji ni tabia ya kumsema mtu mwingine na tabia zake. Unakutana na rafiki, unaanza kuongea, nasema nimemshangaa fulani anafanya hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo unamaanisha kwamba wewe unajua vile alistahili kufanya kwa kumkosoa yeye. Unaona kosa lake, unaona tatizo. Hicho ni kitu ambacho Yesu hakukaa bila kukizungumzia, kwa sababu ni hali ya maisha, na anaturekebisha sisi wa Kristo, sisi watoto wake, wateule wake, ili tujue jinsi ya kukaa. Kwa hiyo anatumia boriti na kibanzi kufafanua kile ambacho kinachofanywa na ukosoaji. Upo ukosoaji wa kujenga. Yaani si kwamba ukimwona basi mtu akiwa na tatizo umwache vile, hapana. Utamsahihisha, sababu Biblia tena inasema kwamba waonyeni watu wasioenenda kwa utaratibu. Ukimpata mtu ambaye haendi kwenye utaratibu na unamrejesha sawa. Kwa hiyo naambia ndugu yangu, unavyoenda sio vizuri, unamrudisha. Kwa hiyo ndio hapo tunasema kwamba upo ukosoaji unaojenga, lakini huu lazima ufanywe na wale ambao ushauri wao unaweza kuwasaidia kwa ukweli. Yaani lengo lako la kunikosoa ni kunisaidia. Kuna mtu mwingine lengo lake sio jema, sio zuri, anavyokukosoa ni njia ya kukwanika. Anataka upate udhaifu wako ili akuchane vizuri mbele ya watu. Kwa hiyo anakuchana kabisa. Unaelewa kumchana mtu? Yaani unamchana kabisa. Huyu yani unamchambua kabisa mbele ya watu, jinsi umemvua uchi wake kabisa mbele ya watu. Kwa hiyo lengo lako sio zuri. Kwa hiyo hata muonapo ndugu yako au dada yako walio na tatizo, kuna mtu anaweza kuwa na njia njema ya kumsaidia. Unakumbuka maandiko yanavyosema ya kwamba ukimwona ndugu yako akiwa na tatizo, muone mkiwa wawili ukamuonya. Akikusikia umempata ndugu yako, inaona kwamba imeishia pale hiyo. Kwa hiyo lengo la kukusaidia, mmepatana wawili, anakusaidisha, kishakuwa sawa, hasemi na mtu mwingine tena, hazungumzi na mtu mwingine. Ila kuna mtu mwingine akikupata na kosa, haishi pale. Yeye anaenda sasa, amepata, wanaita ubuyu. Nimepata, njoo sasa nikupe ubuyu. Kuna jambo jipya. Kuna kitu kipya, napenda sasa tukae pamoja ili nikupe uhondo. Wenyewe wanaita namna hiyo. Kwa hiyo ndio nasema, nipe mapya leo. Kwa hiyo mnakaa pale mnamchambua dada yako, na pengine ndugu yako huyo alikuwa ameketi nawe kwa kuamini kabisa. Kwa kuamini kabisa akakufungulia moyo wake. Kumbe anavyokufungulia moyo basi umetoboka. Umetoboka wewe. Akikufungulia moyo, akikumiminia, unavuja wewe, unavuja. Kwa hiyo unavujia wengine tena. Alifikiri kwamba unamcontain, utamsitiri ndugu yako, utamsaidia. Yaani kwamba amekumiminia ile, ukaithibiti ile hali ya kwake ndani yako, na ukamsaidia, akasaidika, ikaishia pale, pasipo kumtaja mtu mwingine. Kwa kweli ndugu yangu, hiki unachokifanya sio sahihi, ila badilika tu na Mungu anakupenda na utakuwa sawa. Acha tabia hii. Unamkosoa kwa njia ya kusaidia na nia njema kabisa, na hiyo inakubalika. Lakini hiyo inayozungumziwa na Yesu ni tofauti. Imetupasa kutazama makosa yetu wenyewe labda, badala ya kuyatazama makosa ya wengine. Ndio Biblia inasema kwamba tuweze kupatiliza uovu wa wengine wakati utimilifu wetu utakapokuwa umekamilika. Yaani unakuwa na nguvu ya kumkosea ndugu yako wakati utimilifu wako mwenyewe umetimilika. Kwamba ukichunguzwa kuhusiana na swala hilo, wewe unapatikana uko sawa. Huwezi kumsaidia mtu homework yake kama wewe mwenyewe huwa unaanguka. Inawezekana kweli? Yaani wewe unamsaidia, yeye anapata 20%, unataka apate 70%, au anapata 100%, wewe unapata 40%. Unayetaka kumsaidia amepata 50% na unataka umsaidie yeye apandishe, utapandishaje mwenyewe kama uko chini? Kwa ukitaka kufaulu, unatembea na wale waliofaulu ili wakuchanue, wakulete juu. Kwa hiyo akanikosoa huyu, naelewa kwa sababu ameshapitia na hiji anaijua. Sasa sisi ni sehemu ya familia ya Mungu kama vile tumesema. Kama watoto
Tunamuomba Baba yetu wa mbinguni atupe vitu tunavyohitaji. Kuna wakati huwa tunaomba vitu visivyo na maana. Na wakati mwingine Mungu anatupa vile vile. Baba yetu wa mbinguni wakati mwingine anatupa vitu hivyo hivyo visivyo na maana kwa malengo maalum. Ya kwamba mtoto huyu nikimnyima hataelewa, kinawacha nimpe aone madhara yake. Unakumbuka wana wa Israeli walipoomba mfalme wa kufanana na mataifa yale mengine. Haikuwa mapenzi ya Mungu, lakini kwa kuwa ameliomba kawapa. Unajua mambo hayakwenda vizuri sana. Huyo Sauli yule kidogo akakosea, amewapeleka visivyo. Afadhali asingekuwepo kabisa, ili kwamba Mungu anawaongoza tu moja kwa moja. Hakuna matata yote. Hawa wafalme walileta matatizo mengi sana. Kwa sababu unapata mfalme wa leo ameendekeza miungu, masanamu yamejaa katika eneo hilo la wana wa Israeli. Kwa hiyo sasa wanakuwa wanaanza kumkosea Mungu na Mungu anaanza kuachilia maadui wanapigwa. Kisa maana mfalme huyu ambaye amekuwa lured into worshiping of idols, kwa hiyo amelegeza msimamo, amecompromise. Msimamo wao ameulegeza. Unapofikia kwamba msimamo wao umelegea, ndio pale kwamba umeruhusu mambo mengine hayafai. Unakumbuka Sulemani alipokuwa vizuri, ameshapewa utajiri, ameendelea vizuri, lakini ile mali ikamfanya yeye akaanza kuwa na urafiki na watu wengine kiholela mpaka akaanza kuoa wake wa mataifa. Na wale wake wa mataifa ndio waliomletea balaa yote, waliukengeusha moyo wa Sulemani. Moyo wake ukakengeuka. Alianza kufanya urafiki na dunia. Ndio sababu siku zote Biblia inatuambia ya kwamba wale wa Israeli waliambiwa wasikubaliane hizo ndoa za eneo, kwa sababu watakapokubali watoto wao kuoa mataifa watakengeusha mioyo yao. Sasa watamkengeusha. Hivyo ndivyo ilivyomtokea Sulemani alipooa wale wake wa kidunia. Tunaweza kusema kwa lugha sahihi ya kueleweka sasa hivi kwamba walipoingiana na wanawake wa kipagani, wale wanakuja na ibada zao za kisanamu. Na kwa sababu ya kumpenda sana na memnyenyekea pale, niruhusu tu kamungu kangu hapa, sasa mimi nimezoea nini na nini, haya basi dali nakupenda, haya basi weka hapo. Hivyo. Na sasa kuingiza ile miungu ile tare, moyo wa Sulemani ukakengeuka, mambo yakawa hayakwenda vizuri. Sasa tunaendelea kusoma pale. Kwenye mstari wa 7 mpaka 12 kuna kitu tunakiona. Kwanza tumetangulia kusema ya kwamba baba yetu huwa wakati mwingine tunamwomba vitu ambavyo havina maana, ila kuna wakati hutupatia. Baba yetu wa mbinguni wakati mwingine hutupa vitu hivyo visivyo vya muhimu katika maisha, akitusubiri tujifunze kuchagua kwa hekima. Yaani utakapoona hiki nilichokichagua kimenitumbukiza kwa shimo, next time sitakiomba, hiki hakikufaa. Unajifunza. Lakini kuna watu labda hawatajifunza hiyo. So Yesu anatutia moyo tutafute vitu vyenye thamani ya milele, kama tunavyosoma kwenye mstari wa 7. Nafikiri tulikuwa tumefika mstari wa 5. Tunaweza kwenda pamoja sasa kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 12 pale tu kwenye Mathayo 7. Inasema msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe, wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao wakageuka na kuararua. Ombeni ninyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe, au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa wema wao wamwombao? Basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndio Torati na manabii. Tumesoma pale kwenye mstari wa 6 hadi wa 12. Haya, Mathayo hapo kwanza tumeambiwa kwamba inatutia moyo. Tuelewe kwamba hapo inatutia moyo kuomba vitu vilivyo sawa sawa, kwa sababu imejumuisha hapo masuala ya kuomba na kupewa. Na pia tukiangalia mstari wa 13 na wa 14 inavyosema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana. Na nafikiri kitu hicho huko nakitaja mara kwa mara hapa. Mara nyingi nakitaja sana. Jamani, kwenye imani hii ya wokovu, mlango wetu mwembamba. Sasa hivi wokovu umegeuzwa kuwa mlango mpana ambao unapitika kwa urahisi, lakini sio utaratibu wa Mungu. Kuna tafsiri tunazozitoa sisi kuhusu ufalme tulionao.
Kuna watu ambao wamegeuza hali ya ufalme wa Mungu ukaya wanavyotaka wao, uwe na utamu wanavyotamani wao, ya kwamba sasa usipobarikiwa ukawa na pesa na vitu vingi, wewe basi hujaokoka. Kwa hiyo wanauelekeza mtazamo katika hali ya pesa kiasi cha kutoka kwenye utakatifu na kuhubiri tu habari za injili ile ya kufanikiwa. Kwa hiyo mtu anaenda kanisani tu kwa sababu kama atatabiriwa kubarikiwa, atatabiriwa kuwa na pesa, atatabiriwa mali zake kufunguka. Unakuja church, hali yako tu unangoja ni saa ngapi maombi yatafanywa na ili njia zako zifunguke. Kuhusu kwamba uhusiano wako na Mungu na ujali, hapo mtu hayuko. Kuna mtu atakuja kanisani hivi anangoja ni wakati wa maombi ndio ninaongojea ili nivunjiwe laana, nivunjiwe madhabahu, nifunguliwe. Anawaza tu je hiyo. Mimi nimekuja na shida yangu, ninangojea wakati wa maombi. Haya, wangapi wanataka maombi? Wa kwanza mara moja anakuja, kwa sababu hicho ndicho alichokuwa anakingojea. Neno hayupo huko. Utakatifu kuokoka hayuko huko, anangoja maombi. Nitoke mbele, niwekele mkono mimi, mambo yavunjwe, njia zangu zifunguke, nende zangu nikafurahie maisha Yesu amenisaidia. Kwa hiyo inakuwa ni kama tu mganga fulani umemwendea ili akusaidie. Lakini sivyo katika imani ya Kikristo hii. Tunaambiwa swala hili, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendeayo uzima, nao waionao ni wachache. Ikiwa kuna mstari ambao unastahili kubeba katika maisha yako siku zote, ni huo. Yaani mpendwa, ikiwa kuna mstari wa Biblia, ikiwa unampenda Mungu na unatamani kwenda mbinguni, hii mstari weka ndani ya moyo wako kabisa hii. Kwa sababu hiyo ndio msingi wa njia unayoiendea. Kiasi kwamba hata ukiletewa injili za ajabu ajabu, utaweza kupima na hiyo uone hapa ninadanganywa. Jamani, Biblia inasema kuhusu wokovu tulionao, it's not all about blessings na pesa na nini na ustarehe na raha. It's all about mlango jinsi ulivyo, na aliyesema ni yeye aliyeweka, na huwezi kujipanulia mlango huo. Huwezi kujipanulia njia hiyo, huwezi kuifeka iwe pana upite vizuri. Imeundwa na mwenyewe na imekaa hivyo. Sasa unaambiwa kwamba jitahidi, anasema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Hivyo ndio tunaambiwa. Sasa hivi milango mipana iko. Unaambiwa kwamba njoni kusaidie pastor. Kanisa lako walijahili na watu. Na umekazana kufunga na kuomba, unajinyima siku hizi, unafunga nini na nini. Na unaona haikui. Mchungaji, wewe utateseka. Utazeeka hivi ukiwa na shirika 15 hawa. Lakini njoo nikupeleke mahali. Kuna njia rahisi. Mbona kuna njia rahisi tu mchungaji? Mbona kuna njia rahisi tu? Wewe kubali tu kupeleke mahali, ndio ukirudi hapa hata hutakuwa mambo mengi hakuna. Wewe ukija tu hata hii kanisa utaongeza. Mlango mpana huo, ofa imekuja. Umeletewa ofa mlango mpana uko hapa. Wewe umezoea ule mlango mwembamba kwamba Bwana nakuita, Bwana nakuita, Bwana nakuita. Ukiitana unafunga na kuomba, ukija ndio hata walikuwa 20 wamerudi 17. Yaani ndio unashindwa, Mungu vipi? Nazidi kuomba ndio nazidi kupungua. What is happening? Uelewe kumbe hata pale pia walioondoka 3 wale walikuwa magugu. Sasa wewe umeomba sasa, Bwana ongeza kanisa lako, kuza kanisa lako Bwana, inua kanisa lako. Sasa Jumapili natarajia, wanakuwa 20, natarajia kwa maombi haya watakuwa 30 najua. Maana Mungu anajibu maombi. Wanakuja kwenye ibada inayofuata hivi, unaangalia, unahesabu walikuwa 20 juzi na hata 20 wafika kwa 17. Mungu kwani nini mbaya? Unaendelea, haidhuru. Mungu unajibu kwa wakati wako. Unaomba tena. Ukija tena walikuwa 17 hata wamekuwa 15 tena. Hii inafanya kazi namna gani? Kumbe hivi Mungu ndiye anakusaidia. Sasa wewe unajua wakati mwingine tunaambiwa kwamba mwache ngano na magugu zikuwe pamoja. Na wewe ukikaa hivyo wana watu 20 wafikiri zote ngano. Kumbe nusu magugu na nusu ni ngano. Kumbe 10 ngano 10 magugu. Sasa wao walioondolewa 5 walikuwa magugu, hauna hasara wewe. Wewe unalia hapo tu. Lakini kuna mwenzio pale anakuambia Bwana usumbuke hii. Kuna mali nitakupeleka ambao utajaza watu, hata kama utajaza magugu matupu, utajaza tu. Hawaendi mahali. Wewe haja yako ni watu lijaa. Ukifika pale unauliza unatakaje? Nataka tu
nipate watu waje kwa wingi. Watu waje kwa wingi, enda kupa pete, unapewa pete. Hii pete ni ya kuvuta watu. Unaivalishwa pale. Mlango mpana huo ambao unapata washirika bila stress. Unapata washirika bila stress. Unaposikia kwamba mstari huu wa 13 unasema ingieni kwa mlango mwembamba. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Ina maana kwamba hapo mbele yako kuna mlango mwembamba na mingine mipana. Jamani, siumalizie. Kwa kuwa kama ungekuwa mlango mmoja haina haja kuambiwa ingia kwa mlango mpana. Si ni huo tu. Lakini ukisikia Yesu anashauri, jamani, mbele yenu kutakuwa na milango mbalimbali. Angalia ule mwembamba, ingia na huo. Tuko pamoja? Mstari wa 13, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Sio maneno yangu. Alafu inaendelea, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni. Kwa hivyo mlango mpana uko na njia upotevuni, yani mlango mpana pia uko. Hapo mbele yako utaona mlango mwembamba na mpana. Yesu anaichambua pale na kwambia, sawa, milango hiyo unayoiona mpana na mwembamba, ingia kwa mwembamba huo. Kwa sababu huo mpana utaingia kwa urahisi na kutembea kwa uzuri, unakoelekea si pazuri. Haya baba, chukua kile unahitaji ili tuache kukuangalia. Haya, piga mbio. Sasa unasikia Yesu anasema ingieni anashauri watoto wake. Wanangu, mnavyoishi milango itakuwepo mbele yenu. Rahisi kupita bila raha. Tembea kwa mguu. Hiyo ndege, hiyo ile gari, hilo si zuri hilo. Chagua kutembea kwa mguu, utafika salama. Hilo gari ni gari kweli la raha na mstarehe, lakini starehe hizo zitakuingiza pabaya. Kwa hiyo unachagua sasa, mbona hii inakaa tamu zaidi, muziki, starehe zote hapo. Unaambiwa ndio unavyoviona hivyo. Not all that glitters is gold. Kwa hiyo chagua mlango mwembamba. Kwani Yesu alishindwa kupanua wake? Hajashindwa. Alishindwa kutengenezea mlango mpana tupite kwa urahisi. Akitaka kutupa raha yote atatupatia. Lakini kanuni ya ufalme umeuweka hiyo. Kwa hiyo anasema kwamba ingieni kwa mlango. Haya, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevu, na ni wengi waingia kwa mlango huo. Kama jinsi ambavyo starehe ni tamu zaidi, inavutia, wengi watataka hiyo, wengi hawataki kusota. Verse 14, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, wao nao waionao ni wachache. Imesonga, lakini uzuri ndio endayo uzimani. Kwa hiyo unaambiwa kabisa, dunia hii itakuonyesha mambo mengi. Itakuonyesha mambo mengi mazuri. Alafu naambiwa kwamba wengi wataipenda njia hiyo. Ukienda kulingana na vile watu wanavyosema sasa utapotea. Hapo ndio tumefikia. Hivyo ndio dunia ilivyo sasa. Anasema kwamba hiki tunafanya na kila mtu, mbona? Hii tunafanya na kila mtu. Wewe umekuwa nyuma vipi? Nenda kila mahali. Nenda katika miji mikuu, nenda wapi hata nje ya nchi. Hizi vitu ziko ni kawaida hiyo. Lakini kwamba swala linafanywa na watu wengi haimaanishi ndio sahihi. Kwa hiyo unaambiwa umsikize Yesu anavyosema, usisikize jinsi watu wanavyofanya maamuzi yao na wanavyokata kauli zao. Umeshaambiwa wengi utapata kwa njia hiyo. Kwa hiyo na maana katika gari lile lenye anasa kuna mikono mingi itakayokuita, ikwambia hapa uko sawa, njoo hapa, wewe usiingie huko, hakuna chochote, kumenyamaza kama msibani huko, njoo huku. Haya, tuendelee. Watu wapendi hiyo mambo ya msibani. Sasa Mathayo hiyo 7:13 hadi 14 inajikita kwenye kumpendeza Mungu, si kuwapendeza wanadamu kama nilivyosema, au kwa kuwa wao ni watu wasioamini. Sasa unaambiwa uwe makini na wanaofikiri kwamba kila mtu ameokoka. Njia iendayo katika uzima wa milele ni nyembamba, kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao. Hebu tusome pamoja kwenye Wakorintho wa pili 6:17. Kuna kizaazaa pale, kuna swala pale ambalo ni muhimu kuliangalia. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. 2 Corinthians 6:17. Kuna kitu inasema pale. Tuanzie aya. Tunaweza kuangalia kwenye mstari wa 14 pale. Swala hili ni kama watu walichukulia hawalitilii maanani vile.
lakini ni vyema kulijua kwamba liko katika Biblia. Maana watu hujiingiza katika mambo hayo kana kwamba hawana mwongozo wote. So 2 Corinthians 6:14, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Sasa swala hili la kufungiwa nira pamoja na wasioamini haimaanishi katika ndoa tu, ila katika ndoa inakuja sana na uzito mwingi. Na vijana walio hapa, elewa mstari huo unavyosema msifungiwe. Kuoana ni kufungiwa nira ya ndoa, ndio wanasema pingu za maisha wenzio. Kwa hiyo mnapotiwa pamoja katika nira ya maisha, Biblia inakataa, inasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Kwa hiyo nira hiyo iwe ni muamini kwa muamini. Wacha kuwa kind sana na mtu mpole sana mzuri ambao anasema haina shida kama umekupenda ni sawa. Biblia imekataa hiyo. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Sasa huyu mwingine, wewe umeokoka una haki, huyu mwingine ni muasi, hajui Mungu, mnataka kujiweka pamoja. Kisha maana nimempenda na simwachi. Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Umeshaoshwa ukao mweupe, wewe ni mtu wa nuruni. Yule hajaoshwa ni kipofu, yuko mchafu. Unang'ana kujifunganisha na yeye kwamba anaongea kwa upole. Jamani, hata waokovu hawaongei kwa uzuri vile. Yaani anaongea vizuri laini. Mimi wana simwachi huyu. Anakaa hana neno, ni mvutaji lakini uzuri si chain smoker. Anavuta moja tu. Verse 15, tena pana ulinganifu gani? Alafu havuti ile sonyo ambayo inanuka vibaya, zake ni zile za kistandard zile. Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Beliari maana yake ni ufisadi. Okay. Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Yaani hawana sehemu. Tunaelewa pamoja pale. Kwamba yeye anayeamini ana sehemu gani pamoja na asiyeamini? Hatuna sehemu yote. Elewa vizuri, kisha ukolewa umetengwa, wewe sasa ni mtu tofauti. Acha kujichanganya na watu wengine tu ukiona tu mko sawa. Mungu aliyookoa amewatenganisha kabisa. Nyinyi watu tofauti, mwanze kuendelea katika jiongea njia ya imani yako. Acha kujijumuisha na watu wote tu na kusema kwamba sote ni watu wa Mungu. Watu wote wanasema amen, ushindi, wewe unaona tu ni wenzio. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Wewe hapo unaelewa kwamba wewe ni hekalu la Mungu. Sasa hii iliyo mbele yako sanamu hiyo. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Tunasoma pamoja. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Sasa hebu fikiria, wewe umeshafanyika hekalu la Mungu, Mungu anakaa ndani yako. Hapa kuna mtu mwingine hana Mungu, unaelewa aliye ndani yake ni nani? Nani yuko ndani yake? Asema kwa sauti basi. Sasa hizi container mbili wewe unataka kuziweka pamoja. Yaani wewe maziwa ya chai haya unataka kuziweka pamoja, uchanganye na hii ni mtungi wa limau. Wewe unaelewa hapa sasa unafanya nini wewe? Nasema chai yetu itakuwa sawa tu. Chai itakuwa sawa. Wewe maziwa fresh wataka nini chai? Asa maji unataka kupika nayo hayo. Ni alimayo hayo, ni alimayo, hatageuka tu. Bwana nikupika maziwa fresh yametuzwa na Mungu. Hayana shida, yako sawa. Mtungi wa limau huo utaupeleka, atakuchanganya pamoja. Nuru na giza hizo. Hivyo ndio tunafanya. Hiyo ndio tunasema tu mzuri hana shida. Ni limau lakini hainuki sana. Ni limau lakini inakaa tena na harufu nyingine kazuri ka vanilla vile. Harufu ni limau lakini huwezi jua. Ni limau lakini harufu nyingine ka strawberry, huwezi imagine. Yaani uko hapo unakapamba kalimau hayo. Lakini changanyo itakata maziwa tu. Kwa utakatika, msho utakuwa tu umekatika. Sasa unatembea lakini umekatika. Mbona umepoteza utukufu hivi? Ni maisha dada. Ni maisha. Umechanganya na limau, wewe ulikuwa maziwa fresh vizuri. Umeenda kukoroga moja na limau, unatarajia ni asidi ile. Umechanganywa pamoja tayari utakosa kusugulika. Ndio sasa tutakutana naye vipi? Ni maisha ndugu yangu. Hii fanyeje? Maisha. Umekanywa pale. Hebu turudie mstari vile unavyosema jamani, mstari wa 16. Tena hapana mapatano gani? Yaani ina maana kwamba hapana mapatano. Hapana mapatano. Kijana unakuta kijana ameanza uhusiano, ndio hajaokoka tu. Alafu kesho ndio anakuja kuambia kwamba sasa ananiambia atanioa, nimfanyeje na naogopa nisije nikimkataa nitamheartbreak. Hajaokoka. Nimkataa nitamheartbreak.
Huu uhusiano kwanza ulianzaje na haikutakiwa? Unakuja kusema kwa dakika mwisho wakati mmebaki machozi kwa ajili ya mnasema kwamba amekukufia kabisa. Sasa ndio wanasema mamangu ile kijana mali amefikia haki, anaweza jinyonga nikiachana naye. Ulifanya makosa kwa sababu ulianza mahali mnaanzia tu. Hayo mazungumzo na ianze hiyo. Hapo ilianzaje kwa sababu haikutakiwa. Lugha yake na lugha yako ni tofauti. Wewe mtoto wa Mungu umeokoka, unapiga pambio zako, unaenda maombi. Alafu unapigwa na unasimama kweli. Na mambo poa, tayari hapo ndio umefungulia mlango. Poa nini hapa sasa? Unaanza kupoa hapo tena. Ndio sasa. Na kweli unapoa mpaka unanywewa. Ulikuwa moto hugusiki, lakini ukishapoa vizuri na kwa temperature nzuri basi mtu anakukunywa. Yaani uko tayari kupoa, basi unapoa na kumiminia. Alafu baadaye kesho unajua nimekuja na huyo hana neno, hajaokoka lakini ataokoka tu. Ni mpole, huyo hana shida nikienda kanisani, nini na nini. Lakini unaelewa aliye ndani yake. Sasa ndio pale tukao tunaosoma mstari huu, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu? Yaani wewe unavyotembea hivi wewe hekalu la Mungu. Una Mungu ndani. Halafu anakuja mtu mwingine ambaye ana jamaa mwingine ndani, mnataka hao wakubaliane. Tuelewe hilo. Kwamba tena hapa kati ya hekalu la Mungu na sanamu. Na kwa maana sisi, mstari wa 16 huo, kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Na kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani ya nani? Ndani yao. Wewe unaona ukiokoka Mungu anafanya makao ndani yako. Haya, fikiria vile ambavyo umeelewa. Ni kutojielewa tu. Yaani wewe unaokoka lakini ujielewe mtu aina gani? Umebeba nani? Na kati yao nitatembea. Unatembea hivi Mungu yuko ndani yako. Atembea hivi Mungu ndani yako. Nami nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu. Kiwango hicho Mungu amekuweka. Alafu unaanza kumhurumia mtu mwingine pale ambaye injili amekataa, amebeba jamaa mwingine tofauti, wewe unamhurumia tu. Tuko sawa tu, tupendane tu. Biblia inasema tupendane, tupende adui zetu. Nakupenda adui yangu. Adui mwenye meno hayo. Wewe unaona poison fangs hizo, unakumbatiana na nyoka. Niziko hapo unaona ni ya kuchezea hiyo. Unaona hiyo mate hiyo ni abusu hiyo. Mate ya sumu hayo kulenge macho ndio utaanza verse 17. Asikize inavyosema. Kwa hiyo kama mambo ni hivyo. Amen. Kama mambo ni hivyo tunatakiwaje? Unajua acha niongee kitu. Kuna watu wengine ambao wana entertain relationships za aina hiyo. Wanapenda kujiweka kwamba sisi wote ni watu wa Mungu, hatuna shida. Na wana marafiki wengi. Hata ukikanya uweze kusikia mwanangu, huyu kijana mbona nakuona naye na unajua huyu hata kijana watu hata ana maneno, hata huwa haulizi mambo yote kama hayo, huwa hana shida. Na kijana unakanywa hii na mataifa hii, hata sasa sisi hatuna shida. Wao wakienda kulewa mimi ninakunywa soda yangu, sina shida. Wakianza mambo yao mimi nachukua simu yangu naanza kuangalia muziki wa gospel. Kwa hapo najitetea, lakini kuachana nao utaki. Sasa maandiko yanasema hivi, kama mambo ni hivyo, kwa hiyo tokeni kati yao. Mstari wa 17, kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Tutoke katikati yao. Kuna mtu anaokoka, ana uhusiano. Anakuambia sasa mimi nimeokoka na nina boyfriend ambaye hajaokoka. Sasa itakuwaje? Ukimwambia kata hiyo inakuwa shida. Na girlfriend mimi nimeamua kuokoka wewe lakini na rafiki. Unaambia kata hiyo, anakuwa na shida kukata. Biblia inasema ukishaokoka story lazima ichange. Unatoka kwao. Toka katikati yao. Sio maneno yangu, wala sio msisitizo wa dini ya kwetu. Ila maandiko yanasema hivyo ni kutoka, umeshaamua ni hivyo. Kuna watu wana huruma. Ndio hiyo za kusema kwamba nimeokoka lakini bado yupo na mimi anaendelea kuja. Sasa John tulianza mbali na mimi naogopa kumheartbreak. Kwa hiyo sasa uko tayari kumheartbreak Yesu, lakini huyo usimheartbreak. Yaani wewe uelewe kwamba umeshaanza mahusiano na mtu mwingine sasa. Alafu huyu mwingine unamweka huyo ambaye si wa sahihi. Yesu ameshakuwa rafiki yako wa karibu na kuna vitu anakuambia katika safari yangu mimi na wewe. Hizi vitu achana navyo, sikubaliani navyo.
Mimi ni maziwa fresh, hii ni limau itaniharibu, kata kabisa. Amua kabisa uwe limau kabisa, ukae mbali na maziwa fresh. Unajua wale wanauza maziwa mala na hii ingine fresh, inayokuwa karibu kweli? Huwa haiweki karibu. Iko pale mala mbali na kipimo chake hapo hapo. Huwezi kuchukua kipimo cha mala ndio unakuja kupima nacho maziwa fresh huko. Haiwezekani. Inawekwa mbali. Sasa ndio hivyo unaambiwa kwamba sasa umeshamua kuokoka, umeamua uwe freshened sasa, uoshwe. Maandiko yanasema hata nyinyi zamani mlikuwa katika alizo, mlikuwa na chachu hiyo, mlikuwa watu wenyewe, lakini mkaoshwa, asidi ikatolewa, mmeshakuwa fresh. Unaambiwa sasa umeshakuwa fresh, mtoto wa Mungu. Uliishije? Ulikuwa kahaba, ulikuwa mbaka watu, ulikuwa mjangili, uliua, ulifanya nini? Ukiokoka umesamehewa dhambi ya kale, amepita, ameshakuwa mapya. Si yule jangili tena, ameoshwa. Basi mambo yale ya kale unatengwa, unaambiwa sasa toka katikati yao. Hakuna kusema kwamba mimi nimeokoka na bado nina rafiki zangu tulikuwa tunaenda nao bar, wakati mwingine nilikuwa nawatembelea tunakuwa nao pale, wanakunywa pombe, mimi maana kisa wananilaumu sana, sema bwana ndio tumekuwa maadui kabisa bwana. Yaani umeokoka basi ndio tumekuwa maadui. Sasa ili kuonyesha kwamba pia mimi sina shida na wao, wakati mwingine nawatembelea. Tunaketi pale kwenye viti vyenye sina tabu, wao wanakunywa vya, mimi nakunywa mambo yangu soda tu. Yaani wasione najifanya sana. Inasema Biblia hivyo, ogope kujifanya. Inasema toka katikati yao. Unatoka katikati yao. Inasemekana kuna jamaa mwingine, sio ilikuwa mtoto wa mchungaji vile, alirudi nyuma. Sasa akaamua sasa mimi wacha niende bar mimi sasa nikajimwae. Inasemekana wenye bar wenyewe walimfukuza akasema wewe sio hapa, wakatolewa mbio kabisa. Yaani mpaka wenyewe wanajijua kwamba wewe unakujaje kufanya nini hapa? Wao wakamtoa. Yaani wanaelewa wewe bwana hapa ni acid kwa acid. Hiyo vitu unavyoleta hapa mambo yataenda, utakuja neutralize hapa. Unajua sio ukiwa acid alafu unaweka base, inaanza kugeuka salt. Acid unakwisha, unabeka hapo katikati. Sasa kuna watu wanapenda kulea acid kwa acid. Hatutaki chochote. Na ndio sababu watu wakitaka kufanya ujangili wao, wakiona kuna Jennifer pale ambaye anapenda mambo ya utakatifu na hii mambo atafunwa hizi siri, unatolewa hapo. Hatuwezi kupanga hii mambo, huyu akiwa hapa atatuharibia. Unaelewa jamani? Hatuwezi kupanga hizi njama. Mnapangaje huyu atatusaliti huyu mtu atatusema. Mkitaka kupanga vizuri, endeni sirini, muhakikishe huyu hayupo. Pale wanapanga giza kwa giza, acid kwa acid. Hakuna mtu anayesumbua mwingine. Hakuna wakulalamika. Wameharibika wote. Sasa Yesu anatuonya tuwe makini na manabii ambao matunda yao, yaani maisha yao ya matendo yao yanaonyesha kuwa wao ni mbwa mwitu, hata kama kile wanachokisema kinaonekana kuwa sahihi. Hilo jambo lingine tunaendelea kujifunza pale. Yaani kuna watu ambao wanaweza kuishi katikati yetu lakini ni ng'ambo ile nyingine. Acid wanakaa pamoja nasi. Yesu of course alisema chachu dogo uchachua donge nzima. Kwa hiyo sana tuonya tuwe makini na manabii ambao sasa hivi wamejaa matunda yao. Tukisoma ile 7 pale tuko katika Mathayo, ndio mlango wetu mkuu, 20 kuanzia mstari wa 15 hadi wa 20, Matthew 7:15 to 20. Of course nilikuwa nimesema kwamba somo letu tunalipata kwenye mlango wa 7 wote mzima na tunaendelea kutafuna polepole. Kwa hiyo sasa tuko kwenye mstari wa 15 na hadi wa 20. Okay, nilikuwa niko wa Korintho. Sawa, sasa turudi pale Matthew 7, kuanzia 15. Na majihadharini na manabii wa uongo, watu wanao wajia wamevaa mavazi ya kondoo walakini asante. Jihadharini kwa manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi gani? Jamani, ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu, tena sio kawaida. Wa aina gani? Wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Sivyo. Vivyo hivyo kila mtu mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema
hawezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. 19. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa wapi? Motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Sasa hapo ndio tumeonywa tena katika safari yetu. Ndio tukaambiwa tutengwe na watu wale ambao hawa watatuchafua baadaye. Yaani wanaishi maisha. Yesu anatuonya kwa makini. Tujiepushe na watu wao, kwa sababu wanachokisema sio jinsi maisha yao yalivyo. Maisha ya Mkristo lazima yaendane na maneno yao. Kwa maisha ya mtu kama maisha ya mtu ni maovu, basi tusimfuate au kuyasikiliza yale ayasemayo. Wakati mwingine watu huponywa na kubarikiwa na mahubiri ya watu ambao maisha yao hayapo sahihi. Ni kweli? Wanabarikiwa. Yaani akihubiri wanabarikiwa, hata akiomba wanapona. Si ndio? Wakati mwingine watu huponywa na kubarikiwa na mahubiri ya watu ambao maisha yao hayapo sahihi. Hiyo ipo ama haipo? Sasa nijibuni, kwa nini inakuwa namna hiyo? Let's talk now. Sasa tuongee. Mmesema wenyewe ipo ya kwamba mtu anaweza kabarikiwa kaendelea vizuri na anayehubiri hali zake haziko sawa. Inakuwaje hiyo? Kwanza nyinyi wenyewe mmeshanithibitisha kwamba kitu hicho kipo. Sasa niambieni kwa nini iwe hivyo? Kwamba Roho wa Bwana shuka. Na nyinyi mmeokoka, ameshawajaza yuko ndani. Kwa hiyo naimba Roho wa Bwana shuka. Na wengine wanamwamrisha kabisa Roho wa Bwana shuka hapa tuombe. Yaani ndio hivyo tena. Lakini katika kuokoka sasa Roho Mtakatifu haji juu yetu, anakaa ndani, yuko ndani yetu. Sasa kujibu swali hilo ama kuangalia swali hilo ambalo tumeuliza kwamba mhubiri anakuwa njia zake sio nzuri lakini anahubiri watu wanabarikiwa, watu wanajengeka, hii haimaanishi ama haimthibitishi huyo mhubiri. It's not about the preacher now wakati ambapo mnaanza kubarikiwa na kuhudumiwa. It's about God na wewe. Inamaanisha tu kwamba Mungu anaheshimu imani na unyofu wa moyo wa msikilizaji. Naye anajibu maombi bila kujali hali ya mhubiri. Of course wakati tu kanisani hivi, it's all about you and God. Mungu ndo anayekuhudumia. Kwa sababu hata unapoenda mbele za Bwana kabla kusikiza neno unamwambia Mungu nini? Nanyenyekea mbele zako Bwana nihudumie. Kwa hiyo unaongea na Bwana, nimekuja mbele zako. Unajua Biblia inasema kwamba 2 au 3 watakapokusanyika kwa jina la Bwana atakuwa katikati yetu. Kwa hiyo mnakuta pale kuna nafsi zimekuja. Mtu ametoka nyumbani mwake anajua mimi nina kiu ya Mungu. Na umetoka nyumbani ukamwambia Mungu naenda nyumbani kwako, naomba Bwana unihudumie. Umeongea na nani? Na Mungu. Si ndio jamani? Kwa hiyo umekuja umekaa pale. Hauna haja na mhubiri, hauna haja nani, unamwambia Mungu. Kwa wale ambao wameokoka wanajua imani vizuri, wametulia that God is about to speak to us. Kwa hiyo anasimama mhubiri na wewe umeomba kwamba Mungu akuhudumie. Na kwa sababu Mungu ana agano na wewe, atakutimizia kwamba moyo wako umemtarajia Mungu. Kwa hiyo anakushughulikia wewe, anawashughulikia watu wanatoka wakiwa wamejengeka, wamesaidika. Kuhusu maisha ya mtu ni mambo mengine tofauti. Yeye sasa anastahili kuwa makini. Ndio maana Paulo anasema mimi mwenyewe nautesa mwili wangu nisije nikawahubiria wengine na mimi mwenyewe nikawakataliwa. So that means those chances of one being refused kuingia mbinguni hata kiwa mhubiri, hizo chances ziko. Kwa hiyo ana as much as mimi ni mtume na hudumu na watu wanasaidika, nina angalizo la kuangalia, nina hali ya kujiangalia mimi mwenyewe, ninaweza kuingiza wengi na mimi nikakosa. Kwa hivyo huko kubarikiwa na huduma ya mtu asiye sawa inawezekana kwa sababu Mungu anampitia tu akikusaidia wewe. Ametuma mtu akakuletea ujumbe wako. Kuhusu huyu mtu vile alivyo, hasa ni masuala yake na Mungu. Ndio sasa hapo mtu asichanganyikiwe. Ndio sababu katika makanisa hao unakuta kwamba wengine wahubiri wao ni uongo, lakini pale ndani kuna watu wanaomba, yani hawana habari kwamba huyu mhubiri sio sawa. Lakini wamejua hili kanisa limefunguliwa hapa na mimi nimeokoka, naenda pale. Hata hao wahubiri ili kujifunika wanahubiri uokovu na wanaongea habari ya kuokoka, na mtu akitaka kuokoka wanawaombea kuokoka.
Sasa watu wanaokoka pale, lakini kumbe mtu ni tofauti. Maana anajua sasa nisipohubiri kwa mtiririko huu wa watu kuokoka nitaonekana tofauti. Kwa hiyo lazima niige kabisa malaika wa nuru, kama kuombea sala ya toba, kuombea nini, kila kitu niende sawa, lakini mwenyewe unajijua ni wa ng'ambo nyingine. Sasa katika kundi lile kuna watu watakuwa hawana hatia, wanakuja na mioyo meupe kabisa kwa ajili ya Mungu. Na Mungu anakutana nao pale na wahudumia. Na watatoka hapo wakiwa wanaendelea vizuri, lakini maisha yule mtu yanakuwa yako sahihi. Kwa hiyo ila tunastahili kitu kimoja, tujengwe katika neno la Mungu sisi wenyewe. Kwa sababu muda usio mrefu, kama vile tumesoma, tutawajiwa kwa matunda yao. Mtu huyu hata pamoja na kwamba amekaa hapo kwa muda akihubiri na watu wanaendelea kumwamini, with time matunda hayo mtu ataanza kuonekana kwamba tumekaa naye, lakini kuna vitabia anavyofanya hivi si vya ufalme wa Mungu. Lakini hapo ndani wanakini inasemekana katika ulimwengu huu wa uongo na unabii wa uongo huwa hawasemi uongo wote, hapana. Kunakuwa na asilimia kubwa ya ukweli tu. Hiyo ndio mbinu wanayotumia. Watasoma neno, watahubiri, wanafanya, lakini kuna church dogo itakayoongezewa hapo. Lakini sehemu kubwa itakuwa neno la Mungu kabisa. Ukisikiza wahubiri wengi ambao sasa hivi ni tata, wametuconfuse hata nyinyi wenyewe. Unasikia mhubiri fulani jamani anasema si sawa, lakini ukikutana naye kwenye channel yake hivi na utulie tu kwa dakika 10 msikize. Mbona anaongea vitu vya sawa huyu kabisa huyu? Hata vinakumariki, unasikia huyu amenifundisha kitu. Lakini ukija ukiuliza huyu si wa ng'ambo yetu, si wa pande, una ng'ambo ile nyingine. Unabaki hapo ukubali, hutaki kukubali, umtetee, unabaki hapo lakini yule mtumishi wa Mungu bwana, lakini hivyo. That is how God deals with his people. Sasa unaona Yesu wakati alipokuwa anaombea watu, kuna wakati mwingine anawaambia imani yako imekuponya. So it's not about how powerful I am as Jesus Christ, lakini imani yako imekuponya. Kumbe kuna vile ambavyo imani ya mtu inachangia sana yeye kupona. Kwa hiyo inatuambia kwamba pakija hapo mhubiri ambaye anaomba kwa jina la Yesu na si wa sahihi, lakini wewe umekuja na imani yako ya kwamba mimi nikiombea kwa jina la Yesu nitapona. Imani yako umekuja nayo hivyo, akakuombea kwa jina hilo. Maandiko hapa tumejifunza tukasema ya kwamba kutendeka miujiza au kubarikiwa kwa wale watu kupitia kwa mhubiri huyu sio kumthibitisha huyo mhubiri, hapana. Atakuja mhubiri asiye mzuri afanye mambo na mnabaki mkisema mbona watu wanamsema huyu mhubiri, na vile alikuja hapa na watu walipona na ni Mungu anafanya kazi zake katikati ya watu, yeye Mungu. Kwa sio kuthibitisha ubora ule mhubiri, bali inamaanisha tu kwamba Mungu anaheshimu imani na unyofu wa moyo wa msikilizaji. Naye anajibu maombi bila kujali hali ya nani, ya mhubiri. Tunaelewa jamani? Kwa hiyo usituchanganye wala tukawa na shida. Ndio hivyo Mungu tena anaendelea na kazi yake. Ndio Paulo akasema siku moja injili haijalishi. Ikihubiriwa kwa uzuri twende mbele, ikihubiriwa kwa usuda na kwa fitina vive, bora injili inahubiriwa. Maana Mungu ndio yuko katika control. Of course tunajua kwamba Mungu anasema analiheshimu neno lake sana na analifuatilia ili liweze kuzaa au liweze kutimiza kile lilicho kusudiwa. Kwa hiyo hili neno likitoka, hilo neno alilolisoma, Mungu anaenda na hilo neno, ndio anafanya nalo kazi. Aliyelitamka kama na matatizo yake, huenda isiwe issue kubwa sana, lakini neno la Mungu hilo ndio analiandama sana. Kwa hiyo likimwingia mtu, ndio utaambiwa kwamba imani huja kwa kusikiza nini? Kwa kusikia, na kwa kusikia nini? Neno la Mungu. Naona? So imani yako inakuja kwa sababu ya kile kinachonenwa. The word of God is self anointed. Iko powerful, ni limetoka kwa Mungu moja kwa moja. Tumeambiwa ya kwamba it is God breathed. Ina pumzi ya Mungu. Kwa hiyo likisomwa na mtu si neno la kawaida. Kwa hiyo uko hapo inakubariki tu. Mwimbaji anaweza kuimba hivi ikakubariki. Unaweza kusoma kitu hapo kikakugusa tu kwa sababu ni neno la Mungu. So tunajifunza hapo na tunaendelea kuelewa na kuona jinsi mambo yanapaswa kuwa. Na ndio maana nahimiza kwamba Mungu akitusaidia tukiwa tunakuja kwa Bible study, kuna vitu tunaweza kuvichambua kwa undani zaidi
kwa undani zaidi na kuelewa na kuulizana maswali tofauti na vile kuhubiriwa. Maana mtu anahubiri anaenda zake, unabaki na maswali yasiyojibika. Ile kwamba tunaposoma taratibu na kukupa muda uongee, unatoa dukuduku zako, tunaangalia kwa maandiko, tunawekana sawa. Kwa hiyo mwisho wa somo hilo utatoka na maswali kadhaa yaliyojibiwa, yote yashakuwa sawa. Na hiyo ndio Mungu anataka. Hata unapotembea pale nje unakuwa ndani yako neno la Mungu liko kwa wingi, unaelewa pasipo matatizo mengi. It's not about kuvingirishwa na kupigwa power na kufanywa vitu, mtatoka empty pale. Lakini tulieni hivi, kwa sababu katika Matendo ya Mitume tunaambiwa wao walikuwa waketi, wanakula mkate, wanajifunza imani, mafundisho ya mitume, fundisho la mitume unao wakidumu pamoja, wakijifunza siku zote, alafu wakiumega mkate. Sasa hiyo ndio tunastahili kuwa nayo, kujifunza siku zote ili tuweze kuwa sawa na watu wanaoelewa. Kama hivi tulivyoulizana swali na tukalijibu vizuri, kila moja limemuingia. Mwalimu wetu pale amesema kwamba huo ndio mshangao, kwamba inakuwaje. Sasa mwalimu, huo mshangao bado huko sasa hivi? Ndio. Ndio. Basi ya matunda hayo jinsi yalivyo. Kwa hivyo tayari na kuhukumu, unasikia nastahili kuachana hii kitu. Sasa wewe umehafahamu mtu huyu, huduma yake lazima haitakubariki. Kwa sababu dhamira yako itakwambia, mtu aina gani aniombea huyu, sasa atanipachika mapepo yake huyu. Kwa hiyo hautakubali. Kwa ile kufahamu mtu inachangia kitu. Kufahamu bidhaa unayonunua imetoka wapi kunakuletea maswali. Kwa hiyo Mwadime na Isaya kujibu hayo ni hivyo, ya kwamba kama mtu unamfahamu kwa kweli, hata wewe mwenyewe hutaamini kitu hicho. Lakini kama umekutana naye, kama wahubiri waliopo sasa, makanisa mengi yaliyoko sasa ni wahubiri ambao mpaka ukiwafanyia utafiti ndio unajua huyu kumbe hakuagi na upande wetu. Lakini nenda kwenye kanisa lake, utaketi, atahubiri Biblia, baraka, everything, na utasikia tu anaenda sawa. Na utatoka ukienda nyumbani ukisema mimi nimekuwa kwa ibada, na tumehubiriwa kwenye Ezekiel chapter 2, tumehubiriwa kwenye Jeremiah chapter 62, na piga injili vizuri na tumesikia kubarikiwa. Ukija kuambia hivi, mnajua huyu mhubiri wenu kuna matambiko huwa anaenda, ndio unashtuka hapo. Huwa hujui. Lakini all along umekuwa kuona ni mhubiri mkubwa, mzuri, na mnaenda vizuri. Shetani amesema hata kuja kwa jinsi ya giza moja kwa moja. Anasema kwamba nitakuja anajigeuza kama malaika wa nuru. Kwa hiyo atafanana kabisa na malaika wa nuru. Na kwa jinsi hiyo kunao watu hawatamtambua kweli huyu ni wa giza. Anaona kabisa ni pasta kama wale wengine, na kwa hivyo atakachoniambia niombe toba. Sasa kwani ina tofauti gani? Huyu mhubiri ambaye si sahihi amehubiri, alafu akisema watu wanaotaka kuokoka waje kuokoka. Alafu anakuja mbele, semeni Bwana Yesu. Yeye anajua hiyo, anawaongoza hivyo. Si hao wote wataongozwa na mtu hajaokoka. Na wataenda nyumbani na shukuru nimempokea Yesu, nimeokoka. Na wataendelea vizuri. Baadaye ndio inajulikana bwana yule hata siku hizi aliacha kuhubiri, njia zake zilikujajulikana, nini alikuja gundulika, alikuja tambulikana. Lakini mmekuwa washirika pale muda wote na umeokokea pale. Hautaacha wokovu, sema au wokovu kama niliombewa ndole na uacha. Hauko wake wokovu, si wa yule mtu. Kama yule ndio aliniombea wokovu, basi nachana wokovu ni wokoke upya. Huo wokovu hauko yule mtu, aliyokokuwa ni Yesu. Yesu alikuongoza, ukaongea na Yesu akakusamehe pale dhambi, wewe ukaendelea na safari. Na kutoka pale unipookoka haubebani na yeye, unabebana na Yesu. Ukienda kuomba ni wewe na Yesu. Kwa hiyo it's all about Jesus. Mama ulikuwa kama unataka kuinua mkono vile. Ni wao na yule mtumishi. Kwa hiyo hawana kipindi cha kutafuta Mungu kibinafsi wamjue. Kwa sababu kanisa kwa mfano likiwa na mhubiri au mchungaji ambaye si sawa sawa, alafu hili kanisa limekuwa la maombi la kumtafuta Mungu, sio mtumishi, Mungu anaanza kujifunua kwao na wanaanza kujua tatizo lililo madhabahuni. Na hivyo kwa sababu kuna Mungu haruhusu mtu amtafuta, sema yeyote atakayenitafuta kwa bidii ataniona. Kwa hiyo washirika wale watakapokuwa wakimtafuta Mungu kiuhalisi vizuri, moja kwa moja Mungu atawatembelea na Mungu ataonyesha shida mahali lipo na jinsi ya kuitatua, kama ni kuitatua, kama haitatuliki basi ikakatwa kabisa hivyo. Kwa hiyo
kwamba mtu ana roho fulani imwingie mtu fulani, inategemea huyo mtu anaishi vipi. Kama yeye amejiunganisha ni yeye tu, mimi maisha yangu ni mimi na huyu mtumishi, itafanya kazi hivyo. Lakini kama ninajuana na Yesu, naenda na Yesu. Unajua kuna watu ambao wameamini mtumishi, hata akisema kitu ambacho kwa Biblia hakiko, wao hawaulizi, wanafuata tu. Sasa hao ndio wanabebwa na ile roho kabisa, kwa sababu hawana muda wa kibinafsi na Mungu. So it is possible yule aliye mbele akawa niyo hali, lakini wewe uko deep na Mungu, ukawa umefunikwa siku zote. So ndio tunaambiwa silaha ya aina yoyote. Of course ile silaha mbovu ni ya shetani, hata kama itatoka kwa yule kiongozi. Na Biblia inasema kwamba kila silaha itakayofanyika dhidi yako haitafanikiwa, but it depends on how umejizingira wewe na kujifunika. Kwa hiyo unaweza kuwa na kiongozi wa aina hiyo, lakini hata wewe ukamshinda. Yaani hata mwenyewe unajua huyu nakuwa naye makini, namshirika hapa, lakini siwezi kumbeba kirahisi vile ninavyofikiria. Wale wengine wao wana shida, hata waoni, hawana, hata nikwambia twendeni hivyo waulize. Lakini kuna mwingine mkali pale na anakaa, huyu mama naomba, huyu ndaga naomba, huyu naona ndo atanitatiza katika hii mission zangu. Kwa hiyo anakuwa yuko hapo, lakini yuko makini, anakuogopa. Na siku ile utakaposema mimi nahama na ndo kanisa, sema afadhali huyu amenitatiza sana, na ningeendelea hivi angegundua hii mambo yangu, afadhali hivyo amehama. Kwa hiyo inategemea, unaweza kujisafeguard wewe mwenyewe umetulia hapo, lakini una Mungu mwingi ndani ya maisha yako, kiomba hata kama kuna maroho yanatoka madhabahuni, sio ya kuingia kirahisi hivyo, kwa sababu uhusiano wa Mungu na mtu ni uhusiano wa mtu kibinafsi na Mungu. Ndio muhimu sana wa kila mmoja kibinafsi kufahamikiana na Mungu. Hii tabia unaona kwamba watu wamebebeshwa maroho ina mbalimbali, ni kwa sababu everything is all about the preacher, mtumishi. Kila kitu usemacho, hakuna maswali, hakuna kwenda kugagua kama kweli neno la Mungu linasema hivi. Leo tutakunywa hii, haya mtumishi anakuja. Leo tutapakwa hiki, haya mnapakwa. Leo tutaogana hii, haya yani hakuna kuuliza. Kwa hiyo watu aina hiyo ndio wanabebwa na zile roho, na ndio sababu wanaunganishwa na madhabahu yale ya pandele nyingine, kwamba toeni hivi, pasipo kuuliza maswali unatoa kila kitu. Mwalimu, mshahara wako wote wa mwezi huu mimina hapo, hata uulize kama Mungu tangulini kasema hivyo, umeleta. Yaani umetekwa kabisa. Sasa kuna wale wanaotekeka, wao wanabeba roho ya mtumishi. Na kuna wale waliosimama, wamejenga nyumba zao kwenye mwamba. Hao hawatikiswi, haijalishi mtumishi yukoje, anatembea na roho gani. Wao wamechimba, wamesimamisha nyumba zao kwenye miamba. Unajua kuna mtu wale wanaitwa remnants, hata watu wote wakiamua kwenda side moja, wao wamekita mizizi. Inamaanisha hao walikuwa wamesimama kibinafsi, wamesimama. Kuna wale wanaenda na mkumbo, wanaenda na mawimbi fulani. Wao wakwenda na mawimbi mama, ndio hao wanabeba roho ya kutoka kwa mtumishi anayewaongoza, kwa sababu it's all about him. Na hawezi question, hawezi kusema lakini pastor hapa kitu amekisema naona kama hakiendi na maandiko. Hawezi utakemewa, wewe mtumishi wa Mungu amesema tukunywe hiki, lakini kwani tukikunywa hiki kitu imeandikwa? Mtumishi akisema sema tukunywe, ni tukunywe hata kama ina testiaje, tunywe. Ni baraka. Heshimu neno la mtumishi, huwa ni baraka kwa kila mmoja. Tunaibeba visivyo, tunabeba vitu vingine nyumbani ambavyo huwezi kueleza vinaeleza nini. Unaulizwa nyumbani, hii ni nini? Tumepewa kanisani, inamaanisha nini? Tulikuwa na wakati mzuri huko tukapewa hizi. Maana yake nini? Wewe acha maswali mengi bwana, bora ni kitu ni kitakatifu. Sijui kama nimejibu. Yes.